Ni kualike bwana michezo, tutazame mengi kutoka katika upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni wakati ambao ambaye ni rais wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na ambaye pia anahujumu kama tunasema ni mwekezaji ndani ya Simba, kwa maana tajiri Kibopa Mohamed Dewji amepata nafasi ya kuitisha kikao wakati ambao hamasa za kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo baina ya Simba dhidi ya Esperance de Tunis, zikiwa tayari nazo zimeweza kuzinduliwa. Ni kikao ambacho kimehusisha viongozi wa Simba, upande wa wachezaji wa Simba, upande mwingine ni upande wa benchi la ufundi pia la Simba. Yote kwa yote ni sehemu ya kujadili mustakabali wa Simba Sports Club, hatima ya Simba, Simba wanakoelekea, ikiwa ni moja ya timu ambayo tunasema imekuwa ni timu ambayo matokeo yao yamekuwa ni matokeo yasiyoridhisha kwa kipindi cha hivi karibuni, na yamekuwa ni matokeo mabaya zaidi kwa upande wa mnyama wa mwituni Simba Sports Club. Haijazoeleka kutazama Simba katika wakati kama huu wanacheza michezo mitatu ya kimataifa, michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, yani CAF Champions League. Simba within michezo mitatu hawana ushindi, hawana sare, wameambulia kugawa utamu kila mechi, kwa maana kila mechi wameweza kupoteza. So michezo mitatu mtawalia Simba ameweza kupoteza. Bado nafasi ipo ya Simba kufuzu kwenda katika hatua ya robo final. Baki nafasi ya Simba ipo katika njia moja tu. Moja ni kuhakikisha kama michezo mitatu ambayo imesalia yote wanapata nafasi ya kushinda. Hilo ni jambo la kwanza, lakini pia jambo la pili sio kushinda. Unaweza ukafikisha alama 9 kwenye kundi la Simba na usifuzu. Unapaswa ukishinda pia umuombe mmoja kati ya watatu ndiye ambaye avuke alama 9, ili moja kwa moja upate fursa ya kwenda kama timu ya pili kwa aina ya matokeo ambayo yanaonekana mezani. Kwa hicho ambacho kipo ni lazima ambaye ataongoza kundi la Simba atakuwa na alama kuanzia 10. So Simba hawezi kuwa wa kwanza kwenye kundi. Hapa anaitafuta target ya kuwa namba 2 katika kundi lake. Sasa tajiri Kibopa Mohamed Dewji ameitisha mkutano, ameitisha kikao ambacho kimewakutanisha viongozi, wachezaji, benchi la ufundi, yote kwa yote ikiwa ni sehemu kubwa ya kujadili mustakabali wa Simba na kuelezwa pia hawa wachezaji wapya akina Ribase Guye, akina Krotos Chora Chama, akina Nixon Kibabage, akina Jibril Kassar, akina Ismail Olivier Tour, akina Aniset Oura. Malengo na dhumuni la Simba katika msimu huu ni kufanya nini na wanapaswa kufanya nini, kila mmoja kuwajibika katika nafasi yake kuhakikisha kama timu inarejea katika mentati ya hali ya juu. Kikosi hicho cha wana Runyasi, tumetazama mkutano au kikao hicho kikifanyika vizuri na Mohamed Dewji akiweka maridhio. Moja ya mambo ambayo kaweka ni upande wa bonus. Kila mechi ambayo Simba watashinda itakuwa na bonus yake katika upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia upande wa NBC kuhakikisha kwamba timu ile morali, fighting spirit ya wachezaji inaweza kurejea katika upande huo. Lakini pia Mo Dewji kwenye ishu ya jambo jingine ambalo kazungumza ni kuhakikisha kama timu inacheza as a teamwork, yani timu inakuwa na ushirikiano wa hali ya juu ndani na nje ya uwanja. Ni moja ya jambo kubwa ambalo pia karisisitiza kwenye mengi ambayo kayazungumza kwenye kikao hicho ambacho ameweza kuitisha katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Mchezaji kama mchezaji unapaswa kujua na kutambua kwamba upo kwa ajili ya kuichezea Simba, upo kwa ajili ya kuitumikia Simba. So ukipata nafasi hiyo unapaswa kuonesha kila ambacho tayari umepata nafasi ya kujaliwa katika nafasi hiyo. So Dewji Mo ambaye ni rais wa Simba amecharuka kweli kweli, akihitaji wachezaji kujituma, akihitaji benchi la ufundi kuweza kuweka akiba ya kila ambacho anaamini kwamba kila kwenda kuwasaidia na kuivusha Simba katika hatua ya robo finali. Simba haikuwahi kushindwa michezo mitatu ya CAF Champions League, warao kupata hata alama moja tangu kuanzishwa kwa timu hii mnamo mwaka 1936. Lakini mambo makubwa, mambo mazito yote yamekuja kujitokeza katika upande wetu. What's your comment katika haya mengi ambayo Mo Dewji kaweza kuyazungumza? Je, utekelezaji utakuwa ni upi? Tunaanza na mechi ya kesho, Simba dhidi ya
dhidi ya wazee wa mapigo na mwendo, mechi ya NBC. Then after that Jumapili tarehe 1 ni Simba dhidi ya Esperance de Tunis. Sasa majibu yataanza kuonekana katika mechi hiyo. Kama Simba watakuwa na mwendelezo wa kugawa utamu, basi itakwenda kujulikana siku hiyo ya tarehe 1 ya mwezi wa pili, tarehe hiyo ambayo ni tarehe ya kwanza ya mwezi wa pili, Simba akishuka mzigoni. Kwa upande wako nini ambacho nakizungumza katika haya mengi ambayo Mo Dewji kaweza kuyazungumza? Kikubwa nikwambie, hakikisha umesubscribe. Hii ni Sky Media, chaguo la wengi na sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote zaidi.